tulipata wito wa kuanguka kwa tanka la mafuta maeneo ya Doma. Kwa hiyo kituo chetu, askari wetu crew ambao yuko maeneo ya Mikumi, kituo kidogo chetu cha Mikumi, walitoka na kwenda haraka kwenye eneo la tukio. Walipofika eneo la tukio walikuta kweli tanka la mafuta ambalo limebeba petroli pamoja na diesel likawa limedondoka pembezoni mwa barabara, na hii ni baada ya kutokea kwa ilikuwa ni ajali barabarani. Yaani kuna gari zilikuwa zikipishana, mmoja ikampushi nyingine ndio kaenda kudondoka upande wa pili. Sasa baada ya kutokea kwa ajali hiyo, tanka lile la mafuta likawa linamwaga mafuta. Kwa askari walipofika pale kwa eneo la tukio wakaanza kumwaga foam concentrate, foam compound ambayo ndio tunaitumia kwa ajili ya kuzimia moto wa mafuta. Kwa hiyo umewekwa pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakiwezi kutokea cheche za aina yoyote na kusababisha moto kuweza kutokea. Kwa hiyo zoezi hilo lilifanyika, baada ya kukamilika askari waenda kukaa kwenye eneo la tukio kwa ajili ya standby. Mpaka pale ambapo kwa asubuhi ya kuamkia leo ambapo walikuwa washasiana na wamiliki wa ile kampuni ambayo inaitwa Uncle Sam Company Limited. Ndio baada ya kuwasiliana nao akaambiwa kwamba asubuhi ya leo wanaanza kutafuta watu na gari la kwa ajili ya kufaurisha mafuta. Kwa hiyo majira ya saa 4 niliweza kupata simu kutoka kwa askari wangu ambao walikuwa wamekaa standby kwamba wakati wa gari limekuja kwa ajili ya kufanya ufaurishaji wa mafuta, kulitokea mlipuko, ulisikika mlipuko ambao sehemu ya mlipuko walikuwa wamekaa wale watu wa kampuni ambao walikuwa wakifanya zoezi la kuhamisha yale mafuta. Kwa hiyo ule mlipuko uliotokea ulikuwa ni mkubwa wa pamoja wa mara moja, kwa sababu chemba zile zilikuwa zifanywa kutolewa mafuta kuhamishwa kutoka upande wa gari iliyodondoka kwenda gari lingine, ilikuwa ni chemba yenye mafuta ya petroli. Pata madhara ambayo yamesababisha madhara kwa binadamu, yamesababisha majeruhi 9. Majeruhi waliotokea ni askari mmoja wa polisi ambaye alikuwa kakaa kwa ajili ya security kwenye cordon moja ya security, na askari wawili wa zimamoto ambao walikuwa wamekaa kwa ajili ya standby, pamoja na fire volunteer mmoja ambaye alikuwa katika eneo hilo kwa ajili ya standby, pamoja na raia wengine ambao alikuwa ni wale tandboy dereva na raia wengine 3 ambao walikuwa katika eneo la tukio kwa ajili ya kusaidia zile harakati za wao kuweza kuhamisha yale mafuta. Kwa hiyo hiyo ndio iliweza kutupelekea hapo, na sisi tukatoka hapa kituoni kwenda kuongeza nguvu. Kwa hiyo tukaondoka na ambulance, tukaunganisha ambulance 2 kwa pamoja ambayo ni hapa Morogoro na ile ya Mikumi, zikaenda kubeba majeruhi na kuwaleta katika hospitali ya rufaa. Baada ya kufika hospitali ya rufaa hapo ikagundulika kwamba baada ya kuangalia kufanyia assessment ikaonekana kwamba kuna majeruhi 3 wanatakiwa safirishwe kutoka katika hospitali ya rufaa na kupelekwa Muhimbili kwa ajili ya kuwatizamia zaidi.